Watazamaji wa Sam TV News, karibu tena. Leo tunamulika moja kwa moja kwenye maisha ya Pastor Ezekiel Odero, mchungaji aliyejulikana sana nchini Kenya na hata nje ya nchi. Swali ambalo limekuwa likiulizwa sana ni chanzo cha mali yake ni kipi na anamiliki utajiri wa kiwango gani? Pastor Ezekiel ni kiongozi wa New Life Prayer Center and Church yenye makao yake makuu kule Kilifi. Sehemu kubwa ya utajiri wake inatokana na michango ya waumini kupitia sadaka na zaka zinazotolewa kwenye ibada. Mbali na hilo, anajulikana kwa kuuza bidhaa za kidini kama vile maji yaliyobarikiwa, mafuta ya upako, vitambaa na nguo za maombi ambazo huchangia mapato makubwa. Pia mchungaji huyu anamiliki mali kubwa ya ardhi na majengo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa kanisa lenye uwezo wa kubeba maelfu ya watu, shule ya kimataifa, hospitali ndogo, bawa na hata hoteli na mgahawa. Haya yote yameongeza thamani ya mali zake. Kwa upande wake kibinafsi, Ezekiel amewahi kusema kuwa pia anaingiza kipato kupitia kilimo cha kuku na miradi mingine midogo inayomsaidia kugharamia maisha yake ya kila siku. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za vyombo vya habari, network ya Pastor Ezekiel imekadiriwa kufikia kati ya shilingi milioni 700 hadi bilioni 1. Wengine wanadai huenda thamani yake imepanda hadi bilioni 1.2 za Kenya, sawa na takriban dola milioni 8 za Marekani. Hata hivyo, ni muhimu kueleza kwamba sehemu ya mali hizi zinasemekana kumilikiwa na kanisa moja kwa moja, si yake kibinafsi. Utajiri huu mkubwa pia umekuwa chanzo cha mjadala na utata. Pastor Ezekiel amewahi kufikishwa kotini akaulizwa kuhusu akaunti zake za benki na M-Pesa ambazo zilifunguliwa kwa madai ya ukatishaji fedha. Wakati wa kikao cha bunge, alisisitiza kwamba mali yake zinamilikiwa na kanisa na si yeye kama mtu binafsi. Kwa hivyo ukweli ni kwamba chanzo kikuu cha mali ya Pastor Ezekiel ni kanisa na miradi ya kidini, lakini thamani halisi ya utajiri wake inabaki kuwa makadirio yanayopishaniwa. Watazamaji, je, mnaamini viongozi wa dini wanapaswa kumiliki mali ya kiwango hiki kikubwa? Ningependa uweze kuachia maoni yako hapo chini. Hii imekuwa Sam TV News, usisahau kusubscribe kwa habari zaidi.